Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mambo ni vipi mwanafamilia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa Top 5 Media kuweza kubadilishana ya kimichezo ambayo yanaendelea huko sehemu mbalimbali. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo, tunatua pale pale kwenye klabu ya Yanga. Kama ninavyofahamu, siku hii ya leo klabu ya Yanga watakuwa na mchezo wa muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati yao dhidi ya timu ya JKT Tanzania, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika pale kwenye dimba la KMC Complex kwenye majira ya saa 10 kamili za jioni. Kama ninavyofahamu, mechi kati ya Yanga dhidi ya JKT Tanzania haijawahi kuwa nyepesi kabisa, inakuwaga ni mechi ya ushindani zote. Lakini pia ukija kuangalia kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, JKT Tanzania yeye anashikilia nafasi ya kwanza akiwa na alama zake 28 kwenye michezo 16 aliyoweza kucheza, lakini klabu ya Yanga anashikilia nafasi ya pili akiwa na alama zake 25 kwenye michezo 9 aliyoweza kucheza. Hivyo wa kupimana ubavu baina ya timu hizi mbili, lakini pia ni mchezo ambao unaweza kutoa taswira ni nani sasa aanze kuongoza ligi katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa mwaka 2025-2026. Sasa katika kuhakikisha klabu ya Yanga anaondoka na alama zote tatu muhimu, kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro Gonçalves yeye tayari amekushaweza kukiweka wazi kikosi chake cha kwanza ambacho kitakwenda kupambania alama tatu muhimu kati yao dhidi ya timu hii ya JKT Tanzania, ambacho pia aliweza kugusia kwamba kocha mkuu wa klabu ya Yanga kikosi chake hicho kitakuwa na mabadiliko makubwa kufuatia uhitaji wa mchezo husika. Mimi niko hapa kukusogezea moja kwa moja kikosi cha kwanza kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya JKT Tanzania kwenye mchezo wa siku hii ya leo kwenye muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja kikosi hiki, naye mwana mchezo wangu uweze kukifahamu ni namna gani ambavyo sasa kocha mkuu wa klabu ya Yanga, hapa namzungumzia Pedro, atakwenda kuingia na kikosi chake cha kwanza, lakini mbinu gani atazitumia. Naomba nikukumbushe jambo moja la kimsingi. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa Top 5 Media, alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Top 5 Media. Cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu na kutani on notification ili uwe mtu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya kikosi cha kwanza kitachokwenda kuanza kwenye mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya JKT Tanzania. Bila kupoteza muda, twende haraka tukakifahamu kikosi hiko ili nawe mwana mchezo wangu uweze kukifahamu. Je, kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro anaingiaje kukabili mchezo wa siku hii ya leo kati yao dhidi ya timu ya JKT Tanzania? Kwa upande wa milingoti mitatu kwenye kikosi hiki, tegemea kumuona golikipa nambari 1 klabu ya Yanga Djigui Diarra akiendelea kusimama vyema kwenye eneo lile la milingoti mitatu ya timu hii ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa, tegemea kumuona akiingia mchezaji Yao Atora Kwasi kwenda kuanza kwenye kikosi hiko kwenye nafasi ya beki nambari 2. Lakini kwenye nafasi ya beki nambari 3 hapa, tegemea kumuona Shedrack Kiboka akienda kuanza vyema katika eneo la beki nambari 3 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa, tegemea kumuona Ibrahim Abdullah Baka akishirikiana vyema na Bakari Nondo Mwamnyeto kwenye eneo lile la safu ya ulinzi wa kati. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa, si mwingine bali ni yule mwiba wa kuhakikisha eneo la katikati linakuwa salama. Hapa namzungumzia Mohamed Damaro, ndiye atakwenda kuanza hapo. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa, tegemea kumuona mchezaji Max Nzengeli akienda kuzima vyema kwenye eneo la winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 si mwingine bali ni Duke Abuya, mchezaji ambaye amekuwa na performance ya hali ya juu kweli na huwa anadeliver kitu ambacho mara zote timu inahitaji uwanjani. Kwa hiyo tegemea kumuona kwenye kikosi hiki. Lakini kwa upande wa mshambuliaji nambari 9 hapa, si mwingine bali tegemea kumuona yule Aurelio Depu akianza vyema kwenye eneo la mshambuliaji kinara kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande
wa kiungo mshambuliaji nambari 10 hapa tegemea kumuona akiingia as Starboy Halani Okelo kuja kuanza kwenye kikosi hiki cha kwanza. Lakini kwa kumalizia na eneo la winga ya kushoto, mchezaji nambari 11 hapa tegemea kumuona Buba Jamei, mchezaji ambaye ameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili na tayari ameshaweza kuonyesha kwamba ana kitu kupitia michuano ile ya CRDB Federation Cup, lakini pia ameweza kucheza michezo kadhaa akivalia jezi ya Yanga Sports Club, ikiwemo mchezo wa mwisho wa ligi kuu ambapo klabu ya Yanga walitoka kucheza dhidi ya timu ya Namungo FC. Una maoni gani kuhusiana na hiki mwana michezo wangu? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.